Kama tulivyokuambia kwamba leo ni siku ya maziwa, vyanzo vya maji vya maziwa, na tunazungumzia upekee wa maziwa Tanzania na kuendelea kuyalinda dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Tanzania imebarikiwa kuwa na vyanzo vya maji vya maziwa kama vile Victoria, moja kati ya maziwa makubwa duniani, ziwa Tanganyika, ziwa lenye kina kirefu zaidi. Tuna maziwa mengine kama Nyasa, ziwa Babati, Manyara na mengine mengi kwa ukubwa wake, mengine makubwa, madogo, ya kati, lakini yote haya yamekuwa yakisaidia katika kutunza mazingira, lakini pia shughuli mbalimbali za kiuchumi, hasa uvuvi, lakini pia imekuwa na mchango mkubwa pia katika kutoa ajira kwa Watanzania wengi, na hivyo basi yanapaswa kutunzwa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Na kumekuwa na tishio la vyanzo hivi kupotea, kina cha maji kupungua, magugu maji kwa mfano kushambulia katika maeneo haya, na changamoto nyingine mbalimbali za kimazingira. Sasa nini ambacho kinapaswa kufanyika katika kulinda vyanzo hivi? Tunakumbuka wakati fulani, kwa mfano ziwa Tanganyika, uvuvi ulisitishwa katika ziwa hilo ili kuongeza idadi ya samaki kwa sababu ya kupungua kwa idadi kubwa ya samaki. Na tunaye hapa Dr. Barwani Mshale ambaye ni mtaalamu wa hali ya hewa, masuala ya hali ya hewa. Karibu sana. Shukran sana, good luck. Kabisa. Na kule NICC mwenzetu atakuwepo kwa ajili ya kuangazia mkutano ambao unafanyika kuhusiana na masuala ya uvuvi, kwa sababu vyanzo hivi vimekuwa na mchango mkubwa katika kufanikisha masuala ya uvuvi. Lakini kabla tujaendelea, tutafahamu zaidi kuhusu baadhi ya maziwa ambayo yamekuwa na simulizi ya kipekee. Kwa mfano ziwa Babati ambalo na lenyewe limekuwa na simulizi yake ya kipekee, kama ambavyo mwenzetu Ellen Kawiche ametuandalia simulizi hiyo. Cha msingi zaidi nini kifanyika? Sisi tulioko kwanza tujue umuhimu wa kulitunza ziwa letu, mazingira, na kuwapa elimu hawa wanayekuja, kwa sababu hawa watakayekuja baadaye ili waweze kukuta nini, rasilimali za uvuvi pia na mazingira. Kwa sababu tunasema mazingira kwa maana ya kwamba ili ziwa letu tunategemea shughuli za uvuvi na pia na shughuli za utalii. Kwanza natakiwa tutunze sana hifadhi ya akiba ya ziwa. Kwa mfano kama zile tunasema mita 60 green belt, hizo tunatakiwa pia tuziangalie sana. Na hata hivyo tunashukuru sana serikali yetu kwa kweli, inazitambua hizo sehemu na pia kutupa elimu mara kwa mara, japo elimu haina mwisho. Tunapewa elimu mara kwa mara na pia tunazingatia. Sisi tuna BMUs ambaye na zenyewe pia tunafanya hizo kazi. Kwa mfano kama unavyoona pale roundabout, tunalinda pale na kulinda rasilimali za uvuvi kwa maana ya samaki, na pia ni sehemu ya mazalia ya viboko, na pia ni sehemu ya hifadhi ya miti. Cha muhimu kwanza, ziwa letu la Babati linatusaidia sisi wakazi wa Babati ambaye ni wavuvi wa ziwa Babati katika mambo mengi ya kuendesha maisha yetu. Ziwa hili tunalitegemea sehemu kubwa sana, kwa asilimia kubwa kwa kipato cha kuongoza maisha yetu. Na swala la kutunza ziwa hili tunapambana kiukweli kwa asilimia kubwa kuhakikisha tunatunza ziwa liwe safi, liwe salama, na kwa ajili ya kuzaliana samaki kwa wingi tuweze kupata kipato kikubwa hapa ziwani. Cha kwanza kabisa ni tuiombe serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itusaidie kusafisha hili ziwa kwa sehemu basi, kwa sababu naye magugu naye yamejaa kidogo kwenye hili ziwa, naye yanasababisha, anatupunguzia kipato cha samaki. Kwa hiyo tuko naomba serikali itusaidie kusafisha hili ziwa. Hilo nalo la muhimu sana, ili liweze ziwa hili kutunzika zaidi, liweze kukutana na vizazi vingine kutoka sisi, waje na wengine walikute na wafaidike nalo. Nashauri jamii yote inayozunguka ziwa hili, cha kwanza ni kutambua umuhimu wa ziwa hili. Yaani ni bahati ilioje sisi kubahatika kulizunguka ziwa hili, linatulea na tulitunze pia na lenyewe litulee na sisi. Umuhimu kwanza uko maeneo mengi. Cha kwanza ni kutunza mazingira yanayozunguka ziwa. Kama sisi ambaye tunafanya kazi maeneo haya, kwanza kufanya usafi kama unapoona hapa tulipo.
Hii ni forodha kubwa ambayo tunaitegemea, ni forodha ya Ziwa Babati ambayo iko hapa Kigongoni. Kwa hiyo ukiangalia hata mazingira haya kutoka mita 60 huoni hata uchafu wote wala hata chupa hakuna. Kuna watu ambao wanafanya usafi hapa, hata mimi mwenyewe nikipita hapa nafanya usafi. Na kingine zaidi ni kutunza eneo la mazalia ya samaki. Na hasa eneo kama hili unalopoliangalia mkono wa kushoto kwangu hapa ni eneo ambalo hata sasa hivi toka umefika hapa hakuna chochote unachokiona hapa pembeni. Pametulia, ni eneo la mazalia ya samaki. Kwa hiyo tukitunza sisi, itatutunza sisi na vizazi ambavyo vinakuja nyuma yetu. Ukiangalia robo tatu ya Babati inategemea ziwa hili, kwa maana kwamba wavuvi, mchuuzi paka na mlaji. Na hata nilikuwa nataka tufike mbali kidogo, japo ni tunataka tupige hatua. Maana yake ni kwamba hata wale watalii unaona wanakuja hapa mara kwa mara, inatakiwa kuna vitu wajifunze kutoka kwetu. Kwa maana gani? Kwanza kuna vitu wajifunze. Kwanza viumbe ambavyo viko hapa tunavilinda, kuanzia ndege, samaki, viumbe vyote ambavyo viko hapa ndani. Ndio maana unaona watalii wanakuja hapa. Maana yake ni kwamba viongozi walioko hapa wamesimama kwamba tutunze vitu ambavyo huwa vinatuzunguka. Umuhimu wa ziwa letu latusaidia vitu vingi sana. Cha kwanza, kuhusu kusomesha watoto, tunatumia ziwa hili. Vitu vingi sana. Hata hivyo, tunafikiria kwamba ziwa hili tuiombe serikali ije tutolee magugu maji ili na vizazi vyetu vya baadaye viendelee kutumia ziwa hili na wanufaike pia. Tunanufaika vitu vingi sana. Kwa mfano, tumesomesha watoto kuhusu haya maji. Wengine tunaishi kwenye nyumba zetu kuhusu haya maji. Tuna mashamba kuhusu haya maji. Kwa kiukweli tunanufaika sana. Haya ni simulizi hiyo kuhusu Ziwa Babati hali ilivyo, lakini tumeona pia matarajio ya watu na mapendekezo ambayo yametolewa. Kabla ya kupata kutoka kwa mtaalamu zaidi, hebu tujikumbushe kuhusu maziwa tulionayo, maziwa makuu ya kimataifa hapa nchini, lakini pia tuna maziwa maarufu ya ndani, lakini pia maziwa ambayo tunayo kwa ujumla hapa nchini Tanzania. Maziwa makuu ya kimataifa ni Ziwa Victoria ambalo lina kilomita za mraba 68,800. Ni ziwa kubwa kuliko yote barani Afrika ambalo linashirikisha sehemu yake iko Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Lakini tunalo ziwa Tanganyika ambalo ukubwa wake ni kilomita za mraba 32,900. Ni ziwa lenye kina kirefu zaidi ya Afrika ambalo lenyewe limeingia sehemu ya Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sehemu Burundi, lakini pia Zambia kiasi. Ziwa Nyasa maarufu kwa samaki wa mapambo ambalo sehemu kwa sehemu lipo Tanzania, Malawi, lakini pia Zambia kwa kiasi fulani. Lakini pia tuna maziwa mengine Mozambique kwa maana ya Msumbiji. Lakini tuangalie Victoria, maziwa maarufu tulionayo hapa nchini mengine. Na kwa hapa nchini tunalo ziwa Rukwa ambalo lenyewe lina kilomita 5,760. Ile liko ndani ya Tanzania na linabadilika ukubwa kulingana na msimu. Tuna ziwa Eyasi lenyewe ni kilomita 1,050. Ni ziwa la maji ya chumvi na lipo kwenye bonde la Ufa, na hili ni moja kati ya ziwa ambalo nilipokuwa nikilifuatilia nikasema nitakuwa na mengi ya kumuuliza hapa mtaalamu. Lakini pia kuna ziwa Natron lenye kilomita 1,040, ziwa la Magadi na maji ya moto ili pia liko Tanzania. Huko utakuta mazalia makuu ya ndege aina ya flamingo. Kwa hiyo ni maziwa ambayo ni maarufu na makubwa ambayo yapo Tanzania, yapo ambayo yanapatikana Tanzania peke yake, lakini mengine yanapakana pia na nchi zingine kama Nyasa, Tanganyika pamoja na ziwa Victoria. Sasa tukiendelea na mjadala wetu Goodluck, leo tukilenga kuangalia
pekee wa maziwa. Lakini yako mengine Victoria, kama ambavyo tumesema ziwa Rukwa kubwa zaidi la ndani katika bonde la Ufa, lakini tuna ziwa Natron kama ambavyo tumelitaja hapo, mazalia makuu ya ndege. Ziwa Burigi pia kilomita za mraba 70 ambao unapatikana kule mkoani Kagera kwenye hifadhi mpya, kuna hifadhi ikijulikana kama Burigi Chato. Lakini pia tuna ziwa Eyasi kilomita za mraba 1050, ni ziwa la chumvi makazi ya Hadzabe. Ziwa Manyara kilomita za mraba 230.5, hifadhi ya taifa ya wanyamapori. Lakini pia tuna ziwa Balangida kilomita za mraba 32 kule Hanang, ni ziwa la madini ya magadi. Lakini pia tuna ziwa Babati kilomita za mraba 21, ni maarufu kwa viboko na utalii, ambayo iko mjini kabisa pale Babati. Ziwa Ambosel kilomita za mraba 19 kule Kilimanjaro, ni maridadi ama ni sehemu nzuri sana kwa ajili ya kupigia picha. Na kuna maziwa mengine madogo madogo, ziwa Jipe pia linapatikana kule Kilimanjaro, na mengine madogo madogo ambayo tunayo. Singida kuna Singidani. Sasa ile nalo ni ziwa Singidani. Nafikiri ndo hayo maziwa mengine madogo madogo ambayo tunayo. Kwa Tanzania kiufupi tumejaliwa vyanzo vya maji. Dr. Mshale, na watu wamezungumza, tumeona kwa mfano Babati ilivyo, maziwa mengine na hali iliyopo na changamoto tunazokabiliana nazo, lakini kikubwa ni kipi ambacho nakiona kuhusu hali ya maziwa tulionayo? Kikubwa naweza nikasummarize kwa kusema kwamba maziwa yetu yanatishiwa, uhai wake unatishiwa. Unatishiwa tu sio kwa maana ya uwepo wa ziwa, kwa sababu kuna ambayo yanapungua kina, na kuna ambayo yamekadiriwa baada ya muda fulani yanaweza akawa yanatoweka, lakini afya yake inatishiwa. Kwa afya yake kwa maana ya kwamba kama tunategemea haya maziwa yatupatie maji safi na salama kwa matumizi ya majumbani, sehemu ya kufanya shughuli zetu za kiuchumi, katika maeneo ya karibu watu wanaweza kufanya kilimo, au kwenye ziwa kwenyewe watu wanafanya shughuli mbalimbali za uvuvi na kadhalika. Uhai wa ziwa unapotishiwa, ina maana hata usalama na uhai wa maisha ya binadamu unatishiwa. Maziwa kama chanzo cha chakula, yani kupata samaki, inapotishiwa, ina maana jamii ambazo zinategemea kupata chakula, kupata shughuli za kiuchumi katika maeneo yale yanatishiwa. Kwa hiyo pamoja na kwamba tumejaliwa, tumebarikiwa kuwa na maziwa mengi, lakini ukigusa kila ziwa Tanzania, uhai wake unatishiwa, afya yake, kina chake, au hata uwepo wake. Sawa sawa Dokta, na leo tukiangazia sana namna ya kuyalinda haya maziwa yetu na mabadiliko ya tabia nchi. Tumeshuhudia baadhi ya maziwa hapa nchini wakati wa ukame, mengi yanapungua kina ama yanakauka. Rukwa imeripotiwa kupungua kina wakati wa ukame, lakini pia Eyasi lenyewe wakati wa ukame linakauka kwa asilimia kubwa. Sasa nini kifanyike kuyalinda haya maziwa, kwa sababu yana umuhimu mkubwa kwetu? Kwanza hili Eyasi, kwa nini walinakauka kiasi kiasi? Hapo kwenye kuelezea kwa nini yanakauka, sio Eyasi peke yake. Eyasi linaathiriwa sana kwa kiasi kikubwa. Ndiyo. Manyara, Ndiyo. Chala, Jipe. Kwa nini yanakauka kwa kiasi kikubwa kipindi cha kiangazi? Sijui kwa Kiswahili tunahitaji hii terminology inaitwa siltation, au unaweza ukaelezea tu kwamba yamepungua kina kutokana na labda tuite uchafuzi, yaani udongo na takataka nyingine ambazo zinatoka katika maeneo ya karibu zinaletwa pamoja na maji ya mito, yanapokuja kwenye ziwa, yale yanakwenda yanakaa kwenye kina cha ziwa. Yanapokaa pale, udongo na takataka nyingine yanapunguza kile kina cha ziwa, kwa hiyo maji mengi yanakuwa tu yako juu juu, na haya maziwa madogo madogo yapo katika bonde la Ufa. Kwa hiyo yanakuwa ni madogo membamba. Kwa mfano kama ziwa Tanganyika lilivyo ni jembamba refu. Kile kina kinapopungua, mvua zikinyesha, na kwa sababu kuna haya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanapelekea
mvua zinanyesha nyingi katika muda mchache, maji mengi yanakuja na takataka nyingi. Kwa hiyo yale maji yanasambaa katika eneo ambalo sio eneo la ziwa lililozoeleka. Lile eneo linakuwa halina kina. Kiangalia kama Lake Manyara ambavyo imesambaa zaidi, imechukua eneo kubwa zaidi kipindi kile cha mvua. Sasa lile eneo halina kina kirefu, liko yani ni fupi, ni kina kifupi sana. Kwa wakati wa kiangazi, jua likipiga, ni rahisi kwa yale maji kuondoka kwa sababu hayajaenda chini sana kwenye kina kirefu, yamesambaa tu juu juu, na mengine yatazama kwenye udongo, mengine kwa mvukizo, ile evaporation, yataondoka. Ndio maana kumekuwa na tofauti kubwa sana ya ukubwa wa ziwa, kiasi cha maji, kipindi cha masika na kipindi cha kiangazi. Ni kutokana na uchafuzi ambao umefanyika, na uchafuzi huu umesababishwa na shughuli zetu za kibinadamu, makazi, kilimo, ujenzi wa miundombinu, ukataji wa misitu, udongo mwingi sasa na takataka nyingi zinakwenda kwenye maziwa, yanapunguza kina, yanasambaa, yako shalo, jua likiwaka, maji mengi yanaondoka na ziwa linakauka kwa sababu halina kina kama ambavyo limezoea kuwa kwa miaka mingi. Mikakati inakuwaje kuhakikisha sasa huu uchafu hauendi, kama ni huo udongo, mikakati ikoje ili kuhakikisha maziwa yanalindwa vizuri, maana yana umuhimu mkubwa sana kwa viumbe hai? Mikakati ni mingi na mikakati kwa kweli, lakini hata pia yani ukishasema neno tu mikakati, unajua linakuwa siku hizi kama linapoteza maana. Ndio. Watu wanakuwa mikakati imekuwa mingi sana. Mikakati imekuwa mingi sana. Lakini jitihada mbalimbali zinazofanyika zinaweza zikaanzia kwa mtu mmoja mmoja, jamii ya pale, jamii ya ambayo sio ya pale lakini ina uhusiano wa kijiografia ama kiikolojia na hilo ziwa, unakwenda mpaka ngazi ya kitaifa na ngazi ya kimataifa. Labda nianzie katika ngazi ya kimataifa kwamba leo ni siku ya maziwa duniani na ni mara ya pili kusherehekewa duniani. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2024. Kwa hiyo ni katika kuleta kuhamasisha ufahamu wa jamii zetu kuhusiana na maziwa maeneo tofauti tofauti duniani, na yanakabiliwa na changamoto gani, umuhimu wake ni upi, na sisi tuweze kufanya nini katika kuyalinda haya maziwa. Na kauli mbiu katika siku ya leo inasema ziwa langu simulizi yangu. Hiyo sio tafsiri sahihi, sio rasmi, ni my lake my story. Kwa hiyo mimi nasema ziwa langu simulizi yangu. Na kila mtu ambaye anaishi katika eneo ambalo lina ziwa ana simulizi yake ya maisha yake tangu utotoni mpaka anakuwa, namna ambavyo amehusiana na lile ziwa kwa maisha yake. Tumeona kwa mfano hii ya Babati wanavyoelezea pale zile jamii nini ambacho wanakifanya. Kusafisha ni muhimu, ndio. Kuondoa hizo takataka, kutoa taarifa kunapokuwa na uchafuzi wowote na kuweza kuchukua hatua, hasa kulinda yale maeneo ambayo ni mazalia ya samaki ni muhimu. Ila inapokuja sasa katika ngazi ya kitaifa, inatakiwa kuwe na jitihada ambazo zinaangalia maeneo yote. Huwezi ukawa unampa jukumu mkaazi wa Babati kuendelea kusafisha wakati takataka nyingi zinazoenda kuathiri lile ziwa hazitoki pale. Zinatoka katika maeneo ya karibu ambapo kuna kilimo, kuna makazi ya watu, zinaletwa na mvua kubwa zinaponyesha. Kwa hiyo nenda kule kuweza kufahamu hizi takataka zinatoka wapi, nini kinafanyika kule, na kifanyike kitu gani cha tofauti kule, ili wale ambao wako kule na wenyewe pia waweze kufanya jitihada ambazo ni sahihi katika kuhakikisha afya na ulinzi wa haya maziwa. Sasa ukiangalia kuna tatizo ambalo ni common kwa maziwa mengi, hii ya magugu maji. Sasa yanasababishwa na nini hasa, yanatoka wapi na solution yake ni ipi? Kwa sababu inaonekana inawapa shida hasa watu ambao wanahusika kwenye kusimamia haya maeneo. Magugu maji ni tatizo, ndio. Nitaelezea tu kwa uchache. Sijafanyia kazi sana eneo la magugu maji, lakini nafahamu kwamba magugu maji ni mojawapo, tutasema labda ni viumbe ama mimea ambayo sio ya asili katika hilo eneo. Ililetwa kutoka eneo jingine, yani invasive species. Inapoletwa sasa
kwa sababu haijatoka katika ekolojia hii, ina maana hata yenyewe haina wale maadui wake wa asili wengi ambao wanaweza wakaidhibiti isikue sana. Kwa hiyo ilipokuja kwa mfano kwenye ziwa Victoria, haina wale tuseme maadui zake wa asili wanaoweza kuidhibiti isikue na kuwa mingi sana. Kwa hiyo hapa ikaendelea kushamiri. Ambao maadui zake wa asili, kuna wadudu kwa mfano kuna aina fulani ya nyigu kwa maeneo kama ya Amerika ya Kusini ambao wao wanashambulia maua na mmea wa magugu maji, ambao sasa ile inasaidia katika kupunguza jinsi ambavyo inakuwa. Sasa hapa kwetu haina hiyo. Sasa wameenda wapi? Hawakuwepo hapa kwa sababu magugu maji sio asili yake hapa, ila kule kwingine wapo. Sasa kama sio asili yake yameotaje? Kama sio asili yake, kitu kinaweza kuletwa na binadamu na kimeletwa na binadamu. Kwa namna gani? Yani kwa mfano ninapozungumzia hawa invasive species, nitoke kidogo, ukiwa hapo kwenye ziwa Victoria, sangara sio asili yake ziwa Victoria. Aliletwa kipindi cha miaka ya 1950 au 1960. Ili kuna mtu alikuja naye akamdumbukiza leo. Ndio. Hiyo inafahamika. Kwa makusudi kabisa. Kwa makusudi kabisa, kwa sababu ya nani hii ya wanavyozaliana, kwa sababu za kiuchumi analetwa. Miti mingine kwa mfano mikaratusi sio asili yake Tanzania. Sasa alileta magugu maji kwa lengo gani? Inaweza kuwa ililetwa kwa bahati mbaya, haikuletwa kwa makusudi. Na inaweza ikaletwa na vyombo vya usafiri, kama meli ilitengenezwa mahali fulani alafu ikaja ikaletwa, au binadamu amesafiri, au mtu aliona haya magugu maji akaona kwamba yanaweza katika eneo jingine, katika eneo ambayo yanapatikana kwa asili, yanaweza yakawa na faida kulinda kwa mfano mazalia ya samaki, yanatengeneza hali fulani hivi. Lakini unapoyaleta katika eneo ambalo sio asili yake, ndio yanakuja kuwa hiyo invasive, kwa maana ya kwamba yanakuja kuwa na athari hasi zaidi kuliko zile athari chanya ulizoziona mahali pengine. Sasa kwa sababu hayana maadui wa asili na uchafuzi unaoendelea katika ziwa Victoria unayapatia chakula zaidi, yanazidi kumea. Sasa hivi sio Victoria tu, hata maziwa mengine tunaona sasa, hata katika maeneo mengine ambayo hata sio ya maziwa, kwenye mabwawa tu tunayaona. Na ukiwa kwa mfano Dar es Salaam, unaweza ukaenda katika nyumba za watu na ukakuta kwamba wameotesha magugu maji majumbani kama mimea ya mapambo, kwa sababu ni kweli yanaweza yakaonekana yanavutia, lakini sasa huyu anayeotesha kwa mfano majumbani kama mapambo, unaweza ukafanya jitihada ukaondoa kule ziwa Victoria, lakini watu wanayo majumbani. Kuna siku haya majumbani anaweza yakafika tena kwenye ziwa, hata ukifanikiwa kuweza kuondoa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni sisi binadamu tunavichangia, halafu vinakuwa vigumu sana kukabiliana navyo. Najaribu kufikiria huyo alienda kuotesha magugu maji nyumbani kwake. Wapo wengi sana. Yanapendeza. Yanapendeza, wapo wengi sana. Yanapendeza. Na nafikiri good luck. Tungesikiliza pia makala inayohusu ziwa Manyara. Sawa. Tupate hii makala kisha tutarejea tena kuendelea hapa na Dr. Mshale. Haya, wakati bado inaendelea kuwekwa tayari, Dr. Mshale, wakazi wa Babati wameeleza namna ambavyo wanatamani ziwa hilo liwe linasafishwa. Haya maziwa mara nyingi yanakuwa yamepakana na mito ambayo hiyo mito ndo inatoa huko uchafu inaupeleka tena. Utaratibu wa kuyasafisha haya maziwa unakuwaje? Hakuna kabisa mpango kwamba labda mwisho wa mwezi tunasafisha ziwa Babati, hata kama ni kwa kuwapa elimu wakazi wa hilo eneo? Utaratibu unakuwaje mpaka yaendelee kuathirika kwa namna hiyo na wanaoyatumia pia wapate madhara? Hapo kwenye utaratibu ya kuyasafisha kwa kweli ni changamoto, kwa sababu utakapopeleka tu wanajamii ambao wanaishi pale wataweza kuondoa takataka ambazo zinaonekana kiurahisi. Kama ni chupa za plastiki wataweza kuziondoa, mifuko, takataka nyingine zinazoonekana zinaweza zikaondolewa. Lakini kuna uchafuzi mwingine ambao unaweza usionekane kwa macho ya kawaida. Matumizi ya madawa na mbolea kwenye mashamba yanachafua maji yake yanatiririka tena, maji yake yanatiririka kwenye maziwa, yanaleta sumu kwa viumbe ambavyo viko pale. Kwa hiyo nayo haiwezi kusafishika
kiurahisi kama ambavyo unaweza ukaokota takataka ambazo zinaonekana, lakini ule udongo ambao pia umeletwa na ukaenda kuseto kwenye ziwa, ule nao zinahitajika jitihada nyingine. Kwa mfano labda tuseme ziwa Eyasi, kipindi kiangazi kinapoanza, linapokuwa limepungua kina, labda usafishaji wake ungekuwa kupeleka magari yale bulldozer zile na nini, wapunguze lile tope ili kuongeza kina cha ziwa. Huo pia ni usafishaji. Kwa hiyo kuna huu usafishaji ambao mimi huwa napenda kusema kwamba ni usafishaji wa kuonekana kama unasafisha lakini hausafishi. Usafishaji wa kwenye kamera, na tunafanya mara chache, tutapiga picha tuonekane kwamba tumeenda kufanya huu usafi, lakini inawezekana kwamba usafi huu hauendi kuondoa tatizo lenyewe hasa ni lipi. Kwa hiyo jitihada hapo kwa kweli ni kuangalia katika ule mnyororo mzima wa uchafuzi wa ziwa tangu kule inapoanzia, ndio waende kule wakaangalie nini kinatakiwa kufanyika kule. Kwa nini kule kunakatwa miti? Kwa nini kilimo kinafanyika katika namna ambavyo udongo utaenda ziwani? Yeah. Sawa. Sasa Dr. Baron Mshale, kwa kumalizia sasa, una lipi la kushauri kwa wataalam tulionayo na kwa wananchi kwa ujumla kuhusu utunzaji wa hivi vyanzo vya maji? Mimi nitakalosema ni kwamba maziwa yetu tunayo mengi, ni muhimu sana kwa afya zetu, kwa uchumi wetu, kwa maisha yetu na kadhalika, lakini yanaendelea kutishiwa kwa kiasi kikubwa. Na mwaka huu nitakumbusha kama ambavyo nimezungumza vipindi vya nyuma, tunatarajia kuwa na hii inayoitwa Super El Nino. Kuanzia, taarifa zinaonyesha sasa hivi haianzi tena mwezi wa 10, inaweza kuanzia kwenye ukanda wa Ziwa Victoria kuanzia wiki ya 4 ya mwezi wa 9 na itakwenda mpaka Januari badala ya Disemba. Zitanyesha mvua kubwa sana kuliko tulivyozoea, na kwa kuwa haya maziwa yetu tayari yameshapungua kina, ina maana haya maji yatakayoonyesha katika kipindi hiki cha mvua za vuli yatasambaa sana, kutakuwa na mafuriko makubwa sana. Kwa hiyo sasa hivi tuendelee na jitihada za kuweza kujiandaa na hizo athari, kwa sababu hizo athari haziepukiki na zitaanza kuonekana tu hata kuanzia mwezi wa 10, 11, 12 kuendelea. Katika nchi nyingine kama Nepal, kama mmeona jana na juzi, kumetokea uharibifu mkubwa sana kutokana na mvua ambazo zimenyesha katika misitu ya Himalaya, halafu maji yameenda yameharibu miundombinu na kadhalika, na sisi tutarajie hayo. Lakini sioni jitihada za kutosha na za wakati za kukabiliana nayo. Shukrani sana Dr. Baron Mshale, mtaalamu wa masuala ya mazingira na hali ya hewa, tukizungumza naye hapa kuhusu leo ikiwa ni siku ya maziwa duniani, maziwa kama vyanzo vya maji, na tukizungumzia hali ya maziwa tulionayo na jinsi gani ambavyo yanaweza kutunzwa kwa ajili ya kunufaisha vizazi vijavyo.